Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, lakini pia mfuatiliaji wa KKKT DKMG, hapo na maanisha Bukoba, lakini pia mfuatiliaji na mtazamaji wa KKKT DKMS, nikimaanisha Diocese ya Kaskazini Mashariki Lushoto. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Yamkini unajiuliza kwa nini tuko mahali hapa. Hapa tunakwenda kuadhimisha miaka 30 ya ukimataifa wa UEM, nikimaanisha United Evangelical Mission, ambao wanafanya kazi katika mabara matatu: bara la Afrika, bara la Ulaya pamoja na bara la Asia. Na katika bara la Afrika, hasa katika nchi ya Tanzania, wapo katika diocese 4: diocese ya Karagwe, diocese Kaskazini Magharibi, diocese ya Mashariki na Pwani pamoja na diocese ya Kaskazini Mashariki huko Tanga. Nikualike sasa kwa ajili ya kuzungumza pamoja na sisi maneno mafupi, lakini nimwalike Baba Askofu wa diocese ya Kaskazini Magharibi Bukoba, Daktari Abednego Kesho Mshahara. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kukutana na wewe, lakini pia kuna tukio kubwa linaadhimishwa mahali hapa katika Diocese ya Kaskazini Magharibi. Tunatamani tusikie kutoka kwako. Nikukumbushe mfuatiliaji na mtazamaji kwamba Baba Askofu Daktari Abednego Kesho Mshahara, yeye ndiye mwenyekiti wa UEM. Karibu sana baba, tunatamani tusikie kutoka kwako. Napenda kushukuru ndugu mtangazaji, ndugu watazamaji na wasikilizaji. Naitwa Askofu Abednego Kesho Mshahara wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Diocese ya Kaskazini Magharibi Bukoba, lakini vile vile mwenyekiti wa shirika la kimisioni la UEM linalofanya kazi Afrika, Asia na Ulaya. Kama mtangazaji alivyosema, kesho ni sikukuu kubwa ya kihistoria kwa sababu tunaadhimisha miaka 30 ya ukimataifa wa UEM. Maana yake UEM kabla ya hapo ilikuwa inaongozwa na upande mmoja wa Wajerumani, lakini baada ya hapo miaka 30 iliyopita tukaanza kuhusisha Waafrika, wa Asia, Wajerumani katika uongozi na katika kuchangia, ili kwa njia hiyo tuwe wamiliki wa UEM. Na kwa hiyo UEM ni shirika la kimisioni la pekee ambalo linahusisha maeneo ya misioni za zamani kwenye uongozi, yanahusisha maeneo ya misioni za zamani Afrika na Asia katika kuchangia, na kwa hiyo kuwa na mfuko wa pamoja ambao unatunufaisha wote kwa pamoja. Na kwa njia hiyo ukimataifa ni kwamba uongozi ni wa kimataifa na uendeshaji na umiliki ni wa kimataifa, na kwa hiyo ni miaka 30 ya kusherekea ukimataifa huo. Na kwa hiyo tumepata heshima kubwa hapa Bukoba, Tanzania, kuwa wenyeji wa maadhimisho hayo katika eneo hili. Kwa hiyo kesho jitahidi ufike saa 2:30 ibada inaanza. Maana yake ufike kabla upate nafasi, maana hapa watakuwepo watu wengi sana. Na kwa hiyo ufike, usipange kukosa. Tushirikiane kwa pamoja kumshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili la UEM kuwa ya kimataifa. Hapa tunapoongea zaidi ya mataifa 15 yamewakilishwa hapa Bukoba, lakini vile vile na kule Asia wanafanya sherehe kwa muda wanaoupanga, kule Ulaya wanafanya sherehe kwa muda walioupanga. Sisi Afrika imeonekana wafanyie hapa Bukoba. Tunamshukuru Mungu. Sisi ni nani kufikiriwa kwa ajili ya jambo hili katika mkoa wetu wa Kagera, lakini kwa neema ya Mungu tumekuwa wenyeji sisi wana Kagera. Kwa hiyo tuombee siku hiyo, tuhudhurie kwa wingi, tumsifu Mungu kwa pamoja. Na UEM imefanya mambo makubwa katika habari ya utetezi, katika habari ya uelimishaji, katika habari ya afya, katika habari ya maendeleo, katika habari ya udugu, katika habari ya mambo mengi yanayoweza kumhudumia mwanadamu kimwili na kiroho na kiakili. Na kwa njia hiyo ni kama tunamuigiza Kristo aliyewahudumia watu kimwili, kiroho, kiakili, na kwa hiyo akawaweka karibu na Mungu kwa njia ya huduma. Ebu fika kesho uone kwa macho yako jinsi tunavyomshukuru Mungu kwa ajili ya shirika hili la UEM lenye kufanya kazi katika mabara matatu: Afrika, Asia na Ulaya. Asanteni sana kwa usikivu wenu. Mbarikiwe na Bwana. Amina. Sisi ni nani hata tusimshukuru Mungu kutoka katika upande wa pembezoni kabisa, lakini
tukafikiriwa na UEM kwamba wafanyie sherehe za kuadhimisha miaka 30 hapa katika mkoa wa Kagera. Baba Askofu, wahenga waliacha wametuambia mwenye macho haambiwi tazama, lakini pia wakatuambia kufika ukajionea ni jambo la msingi sana. Katika ibada ya kesho na katika sherehe za kesho, tukisema kesho tunamaanisha si mbali, ni Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026, si mbali kutoka sasa. Tutegemee nini hasa katika maadhimisho haya ya kesho? Ndio, unachoweza kukitegemea kesho ni kuona matendo makubwa ya Mungu yanavyofanyiwa shukrani. Tukumbuke kumshukuru Mungu kwa ajili ya mengi anayotutendea katika maisha na ufuasi. Tusije tukafanana wale wakoma 9 ambao baada ya kuhudumiwa, baada ya kutendewa mambo makubwa wakaenda zao, lakini mkoma mmoja tu akakumbuka kushukuru. Na sisi tutamshukuru Mungu mpaka kieleweke. Tutamshukuru Mungu kama yule mkoma aliyekumbuka kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tazamia kumshukuru Mungu, na tazamia kubarikiwa kwa neno, tazamia kumsifu Mungu, tazamia kufurahi. Usikae umekumbuka shida zako. Saa ya furaha inaondoa shida. Na kwa hiyo kila kitu na wakati wake. Saa ya kufurahi, furahi. Hata tuna MC anasema hata kama una madeni furahi, maana na wazio na madeni nao wana shida zao. Sasa kwa nini usichague kufurahi? Mwenye deni anahuzunika na asiye na deni anahuzunika. Kwa hiyo kama furaha ni kwa wote, hata mwenye deni na afurahi, hata asiye na deni afurahi. Ni wakati wa kufurahi katika Kristo. Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane, maana Bwana yu karibu. Asanteni sana watangazaji, mnatangaza mambo ya Mungu. Endeleeni hivyo kumsifu na kumshukuru Mungu. Amina. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, lakini mfuatiliaji na mtazamaji wa KKKT DKMG hapo ni Bukoba, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi. Mimi nikualike kwamba usipange kukosa. Ibada inaanza saa 2:30 asubuhi siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026 hapa kanisa kuu. Kwa wale walio karibu kabisa na viwanja vya hapa Bukoba, mkaribie sana, lakini kwa wale ambao wako mbali, tumekumbuka kwamba na wewe utatamani pia kuona kupitia kwetu. Ninakukaribisha ili wewe ambaye uko mbali uweze kuswitch on simu yako, kompyuta yako, TV yako ili tuweze kuwa pamoja. Fuatiliaji na mtazamaji, mimi kabla sijaondoka hapa, ninaye baba yangu, Baba Askofu kutoka Diocese ya Kaskazini Mashariki. Karibu sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunamshukuru Mungu kwamba kama nilivyokuambia, nimekuambia kwamba UEM wapo katika Diocese ya Karagwe, Diocese ya Kaskazini Magharibi, Diocese ya Mashariki na Pwani pamoja na Diocese ya Kaskazini Mashariki. Kwa hiyo huyu ni Baba Askofu. Naomba ajitambulishe mwenyewe kwa usahihi zaidi. Karibu Baba Askofu. Mimi naitwa Msafiri Mbilu, askofu wa KKKT Diocese ya Kaskazini Mashariki ambayo inatumika katika mkoa mzima wa Tanga. Ofisi kuu iko wilayani Lushoto. Asante Baba Askofu. UEM wamefika katika nchi ya Tanzania, lakini pia ni miaka 30 ya ukimataifa. Wewe hii inajenga picha gani kwako na ina maana gani kwako? Karibu. Hakika kutimiza miaka hii 30 ya ukimataifa, maana yake nini? Maana yake ni kwamba hapo nyuma UEM ilikuwa ikifanya kazi zake kwa njia ambayo haikuwa ya kimataifa kama ilivyo sasa, na wakati ule ilikuwa ni kundi la upande fulani linaloweza kusaidia upande fulani, lakini ilipokuwa ya kimataifa ambayo inaunga katika haya mabara matatu, ni kwamba kila mmoja ana cha kutoa, kila mmoja ana cha kupokea, kama alivyokaza Baba Askofu Kibira katika mikazo yake kwamba hakuna Mkristo wala mtu yote ambaye yeye kazi yake ni kupokea tu hana cha kutoa, wala hakuna Mkristo yote ambaye kazi yake ni kupokea tu hana cha kutoa. Kwa hiyo kila mmoja ana cha kutoa na cha kupokea, na hii ndio ukimataifa wa UEM. Tunaunganishwa katika mabara haya matatu: bara la Asia, bara la Afrika na bara la Ulaya. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tunaposherehekea miaka hii 30, na hakika tumeona mambo makubwa ambayo yanakazwa na UEM
katika zile nguzo kuu tano. Nguzo kuu tano nikitaja chache, kwa mfano mambo ya partnership, diakonia, na mambo ya advocacy, hayo yote ambayo yanaunganisha pamoja nguvu yetu kwa pamoja kufanya kazi na kuona kwamba tunamfikia mwanadamu pale alipo katika mahitaji yake yote katika mabara matatu. Awe yuko Ulaya ana mahitaji yake, awe yuko Afrika au yuko Asia ana mahitaji yake, ambayo kwa umoja wetu tunamfikia. Na hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa miaka hii 30, hakika tumeshuhudia hayo. Amina. Baba Askofu, ukitazama nyuma kabla ya miaka 30 na ukatazama sasa miaka 30, nikikuomba unitajie at least mambo mawili ya kujivunia sana baada ya huu kimataifa, hayo mambo yatakuwa yapi na ni kwa nini? Kwa kweli mambo makubwa nayo yapo mengi kama nitaji hayo mawili. Jambo la kwanza ni ushirikishwaji wa makundi yote, makundi ya vijana katika nyakati hizi miaka 30 yamehusishwa sana. Makundi ya wanawake ambao wakati mwingine labda yalikuwa yamesahaulika sana katika baadhi ya maeneo, tumeona katika miaka hii 30 kwa kufanya kazi kwa pamoja katika kimataifa wetu, tunaona makundi haya yanahusika sana katika kazi nzima ya kueneza Injili, kazi kueleza zile nguzo tano, injilisti, diakonia, advocacy na mambo haya utetezi ni tafsiri. Kwa hiyo haya yote tunayaona katika wakati huu ushirikishi. Na jambo la pili ambalo linaendana na hili ni kwamba kila mmoja anachukua nafasi yake. Kila mmoja anachukua nafasi, kwa maana ya kwamba sisi huwezi amini kwamba katika bara la Afrika tuna uwezo wa kuchangia. Tunachangia kazi za UM. Tena kwa sehemu kubwa tunachangia sana. Kwa hiyo si kwamba tu wapokeaji tu, bali tu wachangiaji pia. Kienda bara la Asia sio wachangiaji tu, ni wapokea. Hata kule Ulaya nao sio wachangiaji tu, bali ni wapokeaji pia. Yalitokea mafuriko, tukachanga fedha nyingi kutoka bara la Afrika tukapeleka kule Ujerumani. Kwa hiyo mimi hayo mambo mawili nimeona, ushirikishwaji lakini uhusikaji wa kila mmoja katika nafasi yake, na hii tunajivunia kwa sehemu kubwa kwamba tunaweza kufanya sisi kama kwa umoja wetu kama wana UM. Amina. Baba Askofu, mimi ninakushukuru sana na ninaomba nisikuchoshe, nikutakie jioni nzuri na jioni njema, na nikutakie ibada njema ya kesho. Karibu sana kesho. Asante sana, nashukuru sana na ubarikiwe sana. Amen. Nashukuru. Mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, lakini KKKT DKMG, ninakushukuru sana, lakini nikualike wewe pamoja na ndugu yako. Wewe mwambie ndugu yako, na ndugu yako mwambie ndugu yake, na ndugu yake amwambie mwingine na mwingine na mwingine, ili sisi wote tuweze kuwepo hapo katika ibada ya siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026 kanisa kuu hapa KKKT DKMG ni Bukoba. Mimi ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi na kukualika uwe pamoja na sisi, aidha kwa njia ya simu, aidha kwa njia ya TV. Tutakuwa live katika mitandao yote ya kijamii ambayo nimekutajia. Karibu sana, na mimi ni Mera Bubirakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nyuma ya kamera alikuwepo Eliud Henry pamoja na Amasia. Yeye ni fundi mitambo katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Karibu sana na tusikose kesho. Karibu tafadhali.